Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Misitu na nyuki Tanzania. Tunapata asali. Tunapata mvua. Si hivyo tu, kuna mazingira ya kipekee na kuvutia katika hifadhi za mazingira asilia Tanzania. Karibu ufurahie asili, ujionee Tanzania. Utalii, mazingira na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Misitu ni mali. Mfugaji wa nyuki ataweza kuzalisha kilo takriban 72 kwa mzinga mmoja kwa mwaka. Maana yake ataweza kupata zaidi ya milioni 40 kwa mwaka kwa mzinga mmoja. Utajiri katika sekta ya ufugaji nyuki. Vijana wenzangu, tusichoke kutafuta fursa za kupambania ili kuendesha maisha yetu ya kila siku. Ufugaji nyuki ni shughuli inayonufaisha jamii na kuzuia uharibifu wa misitu. Sekta hii inaendelea kukua, haswa baada ya serikali kuzidi kuipa kipaumbele. Kwa mfano, kuanzisha vituo vya mafunzo ya muda mfupi na mrefu, kufungua viwanda vya kisasa vya uchakataji mazao ya nyuki, na pia kushirikiana na wadau binafsi waliojikita kwenye sekta hiyo. Na miongoni mwa wadau hao binafsi ambao wamepata ushirikiano kutoka serikalini kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii na wamenufaika na ufugaji nyuki ni huyu hapa kutoka kijiji cha nyuki. Na hii ni simulizi yake ya utajiri katika ufugaji nyuki. Kilichonifanya kuanzisha kijiji cha nyuki ni baada ya kujua historia ya eneo hili, hasa kwa miaka kama 300 iliyopita. Mababu na mababu walifuga nyuki kiasili, na hata wakati mimi nakuwa katika eneo hili, kwa sababu nilizaliwa katika eneo hili, wakati nakuwa baba yangu nimekuta pia anafuga nyuki. Na katika kufuga nyuki kwake, siku moja wakati nimeenda kuvuna na yeye, alichukua kakundi cha nyuki na kunitupia kifuani. Baada ya kuona naogopa kumshikia kile kifaa cha kutoa moshi kwenye mzinga. Na hapo kumbe alikuwa ananijengea ujasiri wa kutokuogopa nyuki. Na katika ile kaya ambayo nimekuwa, kilichonifanya niondoke hapa ni kwenda kutafuta maarifa, na ambapo nilienda katika Chuo Kikuu cha Kilimo cha SUA na maeneo mengine, ambapo nilikutana na Mizengo Kayanza, waziri mkuu wa kipindi hicho, Mizengo Kayanza Pinda, pamoja na wadau wengine duniani. Baada ya kuanza kufuatilia nyuki inavyofanywa, niliona kumbe ufugaji wa nyuki ni jambo kubwa sana. Hata nilipokuwa nasoma kidato cha 5, niliweza kwenda na galoni 2 za kutumia shuleni, na wanafunzi wenzangu walipochukua uji walikuja kwenye loka langu na kuniambia, leta niwekea asali kidogo, niwekea asali kidogo. Kwa hiyo galoni ziliisha ndani ya siku 2. Na wale waliokula asali shule walienda kuambia wazazi wao kwamba kuna mwanafunzi mwenzetu wa Singida ambaye analetaga asali shule. Katika kipindi nilipokuwa naenda tena likizo nyingine, basi nilienda na galoni kadhaa ambao niliuza kwa takriban 200,000 na kitu, na huku hela ya matumizi nilikuwa nimepewa kama 75,000. Kwa hiyo hapo ndipo akili ilipogundua kwamba hii ni sehemu ya biashara. Toka kipindi hicho nilipokuwa nasoma, sikuwahi kuomba matumizi tena nyumbani, na niliamua kujiajiri kupitia ufugaji wa nyuki. Na hata nilipokuwa Chuo Kikuu cha Kilimo cha SUA, nilikuwa nilikuwa naweza kupeleka asali kwenye nyumba za wafanyakazi, na mwisho wa mwezi napitia. Kwa hata nikiwa Chuo Kikuu nimeishi kwa asali pamoja na nta. Kwa niseme tu kwa ujumla kwamba hivyo asili pamoja na taarifa nilizozipata, na hasa jitihada zilizokuwa zinafanywa na waziri mkuu wa Mizengo Kayanza Pinda, ndizo zilizonifanya hasa mimi kupata ujasiri mkubwa wa kuingia kwenye biashara hii. Na hata leo sina tena habari ya kuajiriwa, na sijawahi kuajiriwa. Niliamua moja kwa moja kuja kujiajiri, na ili niweze kuajiri pia wengine. Kwa muda huu mpaka kufikia dakika hii, nimeajiri watu 167 katika idara tofauti tofauti katika eneo hili la kijiji cha nyuki. Na neno kijiji cha nyuki ilimetokea kama mkusanyiko wa shughuli zote za ufugaji wa nyuki katika eneo moja, kutoka kwenye ufugaji wenyewe wa nyuki mpaka kwenye uzalishaji. Lakini Ifoneo ni sehemu ambao watu wa eneo hili wa Singida
walikuwa wanakuja kujificha huku wakati ya vita vya wenyewe kwa wenyewe zamani na vita vya makabila mengine na mengine. Eneo hili liliitwa Ifoneo. Ndio leo mmeona mazao mengi ya huduma na bidhaa za kijiji cha nyuki zinatoka kwa brandi ya Ifoneo. Na mpaka muda huu majirani wa kijiji cha nyuki wanapata maji ya kutumia bure kutoka kwenye eneo hili la kijiji cha nyuki. Lakini pia takriban vitongoji vitatu ambavyo vinazunguka kijiji cha nyuki vinapata maji bure kutoka kwenye kijiji cha nyuki kama sehemu ya kuchangia au kuona umuhimu wa kuwepo kijiji cha nyuki katika eneo hili. Kwa hapa tuko kwenye processing room ambao umeona kuna mashine hapa ambayo inaitwa automatic pressing honey machine. Kazi yake hii ni kupress honeycomb, kutenganisha asali na makapi ambaye ni wax. Kwa hiyo mnaona kama hapa anavyoweka masega na kuchakata hapa inabubujika asali, lakini huku yanatoka makapi. Kwa haya makapi tutaenda kuyatengenezea wax na asali hii inaenda na prosesi nyingine. Ni kijana ambaye amenufaika na ajira kutokana na uhifadhi mzuri wa eneo hili, ambao pia unavutia watu kuja kufanya utalii wa nyuki na hivyo kuzidi kuzalisha ajira kwa vijana. By professional nimemaliza degree yangu ya kwanza mwaka jana Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na degree ambayo inatambulika kama vile Bachelor of Arts in History, Cultural Heritage Management and Tourism. Yaani historia, urithi wa kiutamaduni na utalii. Lakini leo niko kijiji cha nyuki kama afisa utalii wa kijiji cha nyuki, nikishughulikia au nikiratibu shughuli zote za kitalii zinazohusiana na hapa. Kijiji cha nyuki ni eneo kubwa sana ambalo linapatikana mkoani Singida, Kisaki iliyoko Singida mjini. Lakini kijiji cha nyuki inajihusisha na ufugaji wa nyuki kibiashara, lakini pia kuzalisha mazao yote yanayotokana na nyuki. Imagine vijana wenzangu, kuna watu wamesomea masuala ya uchumi, si ndio? Lakini kuna mwingine amesomea ualimu. Lakini mimi nimesomea historia, ila leo niko kijiji cha nyuki. Kwa hiyo nawaomba vijana wenzangu tusichoke kutafuta fursa za kupambania ili kuendesha maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo hapa kijiji cha nyuki tuna vivutio vya utalii. Kwa hiyo tunaomba pia vijana wenzetu, lakini pia watu wote Tanzania nzima na nje ya Tanzania watembelee vivutio vya kitalii vilivyopo Tanzania. Viko vingi, lakini ikiwemo hii ya leo kijiji cha nyuki ni sehemu ambayo ina vivutio vingi vya kitalii, ikiwemo restaurant, sehemu ambayo tunaweza tukapata chakula cha kiasili kabisa cha Tanzania, lakini sehemu ambayo tunatoa accommodation au malazi kwa ajili ya watalii wetu, ya wageni wetu. Lakini sehemu ambayo ina sehemu za relaxation nyingine kama vile maporomoko ya maji, lakini tuna kuogelea, lakini pia tuna sehemu ya majabari au mawe makubwa ambapo mtu ukikaa utapata kuona overview kabisa ya kijiji cha nyuki, lakini kuna sehemu nyingine ukikaa unaona overview ya Singida mjini. Kwa hiyo Tanzania yetu ni kubwa, Tanzania yetu na vivutio vingi sana vya kitalii. Vijana wenzangu tusichoke kupambana, kutembea sehemu nyingine, kutafuta fursa ili maisha yetu pekee ya private yaende vizuri, lakini pia tuweze kusupport familia zinazotuzunguka. Karibuni sana kijiji cha nyuki. Mimi ni kijana niliyemaliza elimu yangu ya chuo kikuu pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, nikichukua Bachelor ya Heritage Management ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na leo hii niko Singida. Niko Singida kwa sababu ya ajira. Niko katika kijiji cha nyuki, kata ya Kisaki, hapa manispaa ya Singida. Niko hapa kama kijana wa Kitanzania, nimepata fursa ya kuwa miongoni mwa vijana waliojizolea ajira katika kijiji hiki, kijiji cha nyuki. Juhudi zinazofanywa na Wizara ya Mali Asili na Utalii kupitia Idara ya Misitu na Nyuki kwenye kuendeleza misitu na nyuki ni juhudi nzuri sana, na mimi naona wizara wanaenda kwenye right direction, na sisi wadau wa nyuki tumekuwa tukiitwa kwenye warsha mbalimbali, tumechangia vizuri. Tunaona kwa kweli Idara ya Misitu na Nyuki inafanya kazi nzuri, na niseme tu kwamba sisi kama kijiji cha nyuki pia tunaishukuru serikali kupitia Wizara ya Mali Asili na Utalii pamoja na sekta zingine, kwa sababu mimi mwenyewe ni zao la Wizara ya Mali Asili na Utalii, kwa sababu wakati naenda kusoma Chuo Kikuu cha Wayahudi cha Jerusalem, Israeli, nililipiwa na TFS kwenda nauli pamoja na vitu vingine kusoma kule, lakini pia katika sehemu zingine nyingi nimeenda, na muda wote tumekuwa pamoja na Wizara ya Mali Asili na Utalii kupitia Idara ya Misitu na Nyuki na TFS kwa ujumla. Kwa kazi inayofanywa ni nzuri, hata ya kuhifadhi misitu. Sisi tunaamini kuwa sekta ya misitu na nyuki
inaenda kuwa ni jambo kubwa sana. Na kupitia kijiji cha nyuki tunategemea watalii wengi sana watakuja kwenye Apimondia 2027 2027, na wengi zaidi watatembelea kijiji cha nyuki kanda ya kati. Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Misitu na nyuki Tanzania. Tunapata asali, tunapata mvua. Si hivyo tu, kuna mazingira ya kipekee na kuvutia katika hifadhi za mazingira asilia Tanzania. Karibu ufurahie asili, ujionee Tanzania. Utalii, mazingira na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Misitu ni mali. Shamvua ya nyuki. Kwa hapa Singida ni maarufu kama vumbi la Singida. Inaweza isiwe ni nongeni sana masikioni mwako, lakini kikubwa ni zao la nyuki ambalo mfugaji anaweza kuliuza hadi Laki3 kwa kilo moja, huku mzinga mmoja ukikadiriwa kutoa zaidi ya kilo 10 kwa mwaka. Hapa ni kijiji cha nyuki ambapo ndipo lilianza kuzalishwa vumbi la Singida. Vumbi la Singida ni zao pekee ambalo ni mlo kamili, na changamoto mbalimbali ambazo watu walizipata kwenye afya na tiba. Basi sasa hivi sisi wadau wa misitu na nyuki tunaamini kuwa changamoto hizo zinaenda kutibiwa au zinaenda kumalizwa na mazao ya misitu na nyuki. Kwa ujumla ni kwamba hapa ndipo huwa tunachakata na tunazalisha, tunachakata na kulipaki vumbi la Singida kabla halijaenda katika maeneo mengine. Jina la vumbi la Singida limetokea pale ambapo wadau wa kwanza tulipoanza kuzalisha vumbi la Singida kwa mara ya kwanza 2017, basi wadau wa kwanza waliokula ndani ya masaa 4 hadi 12 waliona kama miili yao imebadilika na kuwa na nguvu zaidi, hasa za kuhudumia mama nyumbani, ambapo sisi kitaalamu tunaamini kuwa vumbi la Singida unapokula linakuwa na all minerals, all vitamins, na linakuwa na virutubisho vyote vinavyohitajika mwilini kwa mara moja. Kwa hiyo na tulivyoangalia kitafiti kwamba watu watapataje mlo kamili, tukaona kwanza kwenda sokoni kwenda kutafuta vitu ambavyo vitatosha kula mlo kamili ni muda mrefu utatumia kukusanya huko sokoni. Lakini pia hata vile vifaa vyenyewe, hata vile bidhaa zenyewe za sokoni, nyingi zao zimezalishwa kwa kutumia madawa na kwenye kilimo na maeneo mengine. Kwa tumeona katika kutatua changamoto hii ya lishe, na tunaamini kuwa babu zetu walioishi Tanzania miaka ya zamani au baba zetu waliishi maisha mazuri kuliko sisi tunaoishi sasa ya lishe na tiba, au walikuwa na afya zaidi kuliko sisi tunaoishi sasa. Na kwa maana nyingine ni kwamba vipo viashiria ambavyo vinaonyesha kuwa miili yao ilikuwa na nguvu zaidi kuliko sisi ambao tunaishi sasa. Kwa tumeona kuna haja ya kurudia vyakula vya asili ambavyo walikuwa wanakula wao na kuweza kupata nguvu hizo walizokuwa nazo. Kwa hiyo vumbi la Singida ni chakula pekee ambacho ni mlo kamili. Nyuki anapotoka kwenye mzinga hutembelea maua mengi kwa siku, anaweza kutembelea maua takriban 7,000 na kurudi kwenye mzinga akiwa amebeba chakula chake kamili. Chakula chake hicho tukikiingiza maabara tunaona kina madini yote, vitamini zote, protini asilimia 20 mpaka 40 ambao ni kubwa kuliko protini ambayo ipo kwenye vyanzo vya nyama karibu zote. Kwa tunaona sasa baada ya ugunduzi wa hili vumbi la Singida, watu wengi pia wamehamasika kuingia kwenye sekta hii kwenye sekta hii ya misitu na nyuki kutokana na mazao haya kuwa na bei kubwa na nzuri. Mfano kilo moja ya vumbi la Singida inafananishwa na bei ya ng'ombe katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kwa hiyo unapokuwa na chupa 100 ni sawa na mtu mwenye ng'ombe 100. Kwa hiyo hii imehamasisha hata baadhi ya watu kuuza ng'ombe na mifugo yao ili wawekeze kwenye ufugaji wa nyuki waweze kupata vumbi la Singida na mazao mengine. Tulizindua product mpya ya vumbi la Singida ambayo inaitwa Vumbi Safari. Vumbi Safari pia ilikuwa inapatikana kwenye package 3. Package ya kwanza inaitwa Presidential Package. Package ya pili inaitwa for Directors and Executive.
Hii hapa. Hii inauzwa milioni 2.5. Hii inauzwa milioni 1.5. Ipo nyingine na kilo 2, hizi zikiwa 2 maana yake yenyewe inauzwa 600,000. Hizo zote tulizindua product mpya ambayo inaitwa Vumbi Safari, ambapo hii unaweza kutumia mwaka mzima na hii ukatumia mwaka mzima. Kwa wateja ambao tumeshawahudumia tayari kwa miaka hii kama 6, hatujapata malalamiko yoyote. Badala yake wateja hao wamekuwa wakiongeza vumbi la Singida kila wakati katika maeneo yao. Wengine waliripoti kuwa walikuwa na memory loss zimeisha. Wanawake ambao wanaenda hedhi, ambao hedhi zao zilikuwa zinarukaruka, naye wamesema kuwa hedhi zao zimekuja kwenye kwenye hali yao ya kawaida. Lakini wanaume ambao walikuwa wana uwezo mdogo wa kuhudumia mama nyumbani, naye wameripoti kuwa sasa uwezo umerudi kwenye hali yao ya kawaida na kuondoa migogoro isiyokuwa ya lazima katika ngazi ya kaya. Hivyo shughuli hii ya uzalishaji wa vumbi la Singida, tunawashauri wa Tanzania mbalimbali waweze kuanza kuzalisha mazao mengine zaidi ya asali na nta, ambapo mazao haya kama hili vumbi la Singida, maziwa ya nyuki, gundi ya nyuki, mkate wa nyuki, pamoja na supu ya nyuki na sumu ya nyuki, mazao haya yote yana bei kubwa zaidi au yana thamani kubwa zaidi kuliko asali na nta. Sisi kama kijiji cha nyuki, tukitoa uzoefu wetu, ni kwamba mwaka jana tulivuna 1.7 ton na tulipata zaidi ya milioni 100 na kitu ambazo zilitokana na vumbi. Mwaka huu tunavuna mpaka kufikia tani 5. Mpaka sasa kwenyewe tumeshauza zaidi ya tani 2, na maana yake bado tunaendelea kuvuna na bado tunaendelea kuuza. Kwa tunaona kwamba hii chupa moja ni sawa na chupa 30 za asali au sawa na ndoo ya asali. Lakini uzuri wa vumbi la Singida, namna ya kuvunwa pia kwa wafugaji wa nyuki, tunaanza mwezi wa 11 Singida mpaka mwezi wa 7 au wa 8 pale ambapo maua yamechanua. Tofauti na wafugaji ambapo walikuwa wanavuna kwa kusubiri asali tu mwishoni mwa msimu. Lakini kwa sasa mfugaji anaweza kavuna toka mwanzo kabisa wa blooming period mpaka mwisho wa kuchanua maua. Kwa hiyo niseme, na hii ndio iliyopelekea vijana wengi katika nchi yetu kuanza kujaribu kuingia kwenye mafunzo, na jitihada hizi zote zinazofanywa na Wizara ya Maliasili na Utalii, wadau wa nyuki mbalimbali, academic institutions na wawekezaji, kuwa na pool kubwa ya wawekezaji kwenye sekta ya nyuki, hata kwenye ngazi ya kaya kuanza kutumia mazao ya nyuki zaidi ya sukari ya kawaida. Hii yote inaonyesha kuwa Tanzania tuko tayari kupokea mkutano wa Pimondi ya mwaka 2026. Watanzania wengi wamekuwa wakifahamu kuwa ufugaji wa nyuki tunatoa asali na nta tu. Lakini hivi karibuni tumeongeza mazao kama hili vumbi la Singida. Mimi nashauri Watanzania wengi wawekeze kwenye kuvuna hili vumbi la Singida, kwa sababu kwenye ule mzinga ambao walikuwa wanaendelea kuvuna asali na nta, tunaweza kufix kifaa maalum au kufunga kifaa maalum kinachoitwa kifaa mtego wa kuvuna chavua au bee pollen trap. Ule mtego unafanya nyuki akitoka nje kwenda kutafuta maua, anapokuwa ameruka kwenye maua takriban 1000 na kitu, kwa sababu nyuki anaenda kwenye trip 40 mpaka 50 kwa siku, na hapo kwa siku anakamilisha mzunguko wa kukusanya takriban kuruka kwenye takriban maua 7000 kwa siku. Kwa hiyo anapokuwa amerudi, maana yake anapojaribu kupita kwenye yule mlango wake ambao tumemwekea, maana yake anapitisha mwili, lakini kile alichokibeba anakidondosha. Kile alichokidondosha ni lazima kidondokee kwenye draw maalum ambao sisi tumeitengeneza kwenye hicho kifaa kwa ajili ya kuja kuvuta tunakuvuna vumbi la Singida. Na vifaa vyote tunavyovitumia ni food grade. Ni vifaa ambavyo vimethibitishwa na mamlaka za chakula kuwa ni vifaa ambavyo vinaweza vikachukua chakula. Baada ya hapo, vumbi la Singida tunalitoa kila siku kwenye mzinga na kulileta kwenye sehemu ya kudry. Inakuwa ni kama ina majimaji kidogo. Kwa hiyo tunaileta kwenye sehemu kama hii hapa kuja kuidry. Hapa tunaidry mpaka maji yake yanakuwa 7%. Yakiwa 7%, maana yake tunaichakata
kwa kuigrade ili kupata grade ya kwanza, grade ya pili na grade ya tatu. Baada ya hapo tunaipaki kwenye chupa maalum na kulebo kama unavyoona kwa ajili ya kwenda sokoni. Na namna ya kutumia, ukishafika kule ni kutumia, ni unatumia kijiko kimoja cha chai kila siku. Lakini kwa wazee ambao wana miaka 60 plus wanakuwa wanasema kuwa kama alikuwa hawezi kufunga kiatu, sasa anaweza akainama na akafunga kiatu. Kama alikuwa hawezi kutembea kilomita kadhaa, anatembea kilomita kadhaa. Kama alikuwa ameanza kupoteza kumbukumbu, zinarudi. Kwa hiyo niseme tu vumbi la Singida nimejaribu kueleza sasa kutoka awali tunavyolivuna, na labda niseme tu nyuki wanapolikusanya kule kwenye maua sio sumu. Niwahakikishie tu walaji kwamba vumbi la Singida sio sumu, kwa sababu nyuki hukusanya kwa makusudi ya kwenda kula mwenyewe na watoto wake. Kama nyuki alikusanya kwa ajili yake, basi sisi binadamu pia tunamtrust nyuki kwamba alivisiti maua ambayo ni rafiki, ni chakula kwa binadamu na kwa nyuki pia. Ieleweke kuwa vumbi hii bee pollen au vumbi la Singida linapokuwa limebebwa na nyuki kutoka kwenye maua kuletwa kwenye mzinga, huwa halitengenezewi asali. Chanzo cha asali ni majimaji matamu kwenye ua. Chanzo cha vumbi la Singida ni vumbi kwenye ua, lile vumbi la sehemu ya kiume ya ua. Kwa hiyo channel ya hili vumbi la Singida, hiki huwa ni chakula cha kila siku cha nyuki. Asali huwa ni chakula cha kuhifadhi cha nyuki cha kuja kula wakati mwingine. Katika kijiji cha nyuki tuna shamba la utafiti. Shamba la utafiti tayari tuna mizinga pia ya utafiti, ambayo mizinga mingine haivunwi kabisa. Mizinga mingine inavunwa. Mizinga mingine, kwa tuna vitu vingi tunavifanya kwenye shamba la utafiti. Na kwenye eneo la kuvuna pollen, mzinga mmoja kwa mwaka jana tulitoa average ya kilo 16 kwa mzinga mmoja mwaka mzima. Lakini kwa mwaka ule mwingine tulitoa kilo 13. Mwaka huu bado tunaendelea na utafiti. Kwa tuseme kwa ujumla mashamba yetu ya utafiti yanaonyesha mzinga mmoja unaweza kutoa mpaka kilo 20. Lakini ukirejea kwenye nyaraka za FAO, wanasema mzinga mmoja kwa mwaka unaweza kutoa kilo 72 za pollen. Kwa hiyo sisi kama kijiji cha nyuki tunajitahidi kuongeza ule weledi wa kukusanya na pengine mbinu tofauti na kubadilisha vifaa ili kufikia ule wastani uliotolewa na Umoja wa Mataifa ambao ni kilo 72 kwa mwaka. Kama mfugaji wa nyuki ataweza kuzalisha kilo takriban 72 kwa mzinga mmoja kwa mwaka, maana yake ataweza kupata zaidi ya milioni 40 kwa mwaka kwa mzinga mmoja. Na hizi ndio baadhi ya ishara zinazowafanya wadau wengi wawekezaji wengi wa Tanzania sasa kujaribu kwenda kuwekeza kwenye idara ya misitu na nyuki. Haya, chavu ya nyuki ni mchongo wa nje kabisa kwa wale wanaopenda kuchangamkia fursa. Kama kilo 1.3 na kwa mwaka inakadiriwa mzinga unatoa zaidi ya kilo 10. Hebu fikiria ukiwa na mizinga 50 utapata pesa kiasi gani? Nisiongee sana. Kama hata mzinga, twende tukafuge nyuki na uhifadhi wa misitu yetu uzidi kuimarika. Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Misitu na nyuki Tanzania. Tunapata asali, tunapata mvua. Si hivyo tu, kuna mazingira ya kipekee na kuvutia katika hifadhi za mazingira asilia Tanzania. Karibu ufurahie asili, ujionee Tanzania. Utalii, mazingira na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Misitu ni mali.